الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين سبل الله. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mara nyingine tena, kwa siku nyingine tena, katika utaratibu wetu wa kupeana ujumbe mbalimbali, ujumbe ambao watusaidia katika maisha yetu, katika namna ya kuendesha ibada zetu, namna ya kuishi na wenzetu katika jamii. Ama leo tutaangalia utaratibu ambao amewekewa Muislamu katika ibada zake. Utaratibu ambao Muislamu amewekewa anapokuwa anatekeleza ibada zake. Utakuta kwamba Muislamu amewekewa kwamba anatakiwa atekeleze swala tano. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza, anatuamrisha wa aqimu ssalata wa atu zakat. Tusimamishe swala, tudumishe swala katika wakati wake, tutoe zaka. Lakini hii swala unapokuwa unaiswali ina faida zake mbalimbali ambazo hupatikana. Hii swala inakwenda kuulea mwili wa mwanadamu, inakwenda kusafisha moyo wa mwanadamu ili awe mtu mzuri katika jamii yake. Lakini kwa sharti hiyo swala aiswali vizuri. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha hayo pale anaposema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakika hii swala hii ikiswaliwa vizuri kabisa kwa utaratibu wake, kwa nguzo zake, kwa sunna zake, kwa faradhi zake, ikae vizuri vile ambavyo inatakiwa, basi kawaida yake hii swala hii tanha, inakataza mtu asiende kuyafanya mambo mabaya, mambo machafu machafu asiende kuyafanya. Hii ndiyo swala ilivyo. Kwa hiyo swala ni moja katika utaratibu ambao Muislamu amewekewa ndani ya kutwa nzima aende nao. Namna gani Muislamu huyo anakwenda kusafisha mwili wake, anakwenda kusafisha nafsi yake, awe ni mtu mzuri katika jamii yake kwa sababu ya swala. Kwa hiyo akiamka asubuhi amewekewa rakaa 2 za faradhi, salati subuhi, aipate swala ya subuhi. Ikifika saa 7 kuna rakaa 4 za salati dhuhuri. Ikifika saa 10 kuna rakaa 4 za swala ya al-asri. Ikifika saa 12 kuna magharibi kwenda saa 1. Ikifika saa 2 kuna isha. Mwanadamu huyo anakuwa amefunga ukurasa wake hapo, anafanya ibada nyingine. Kuna witri, kuna kablia, kuna baadia. Kwenye kila swala kuna sunna zake. Kama kwenye asubuhi kuna kablia, kuna swala, kuna rakaa 2 kabla ya alfajiri, zote zimeelezewa fadhila zake kwamba rakaa 2 hizo ni khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni bora mtu akizipata kuliko dunia ambayo tunaiendea mbio hii na yale ambayo yako ndani yake. Sasa huu ni utaratibu mzuri ambao Muislamu amewekewa aishi nao, utaratibu ambao anakwenda kusafisha nafsi yake. Na ndio katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano wa mtu ambaye anatekeleza ibada ya swala 5, akasema, nipeni habari nyie maswahaba, lau anna ahadakum, lau kama mmoja wenu akawa anakwenda katika mto, huo mto yaghtasilu minhu, akawa anaoga katika mto huo mto, anaoga katika huo mto kila siku 5 maratin, mara 5 akawa anakwenda katika huo mto, anaoga, anarudi, mara ya pili anakwenda mpaka mara 5 kwa kutwa. Hivi mtu huyu atabaki na uchafu? Maswahaba wakasema kwamba mtu huyu hawezi kubaki na uchafu mtu huyu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapigia mfano, akasema, mfano huu unakupigieni, basi huu mfano wa huo mto ambao anakwenda mtu kwa siku mara 5 ni mfano wa swala 5 hizi ambazo tunaziswali katika misikiti yetu. Ndio mfano wa hivyo. Hivi kweli mtu kwa siku mara 5
aende kupata swala za faradhi kwa mara 5 kwa siku, bado mtu huyu tu awe mchafu, bado mtu huyu tu awe mbaya? Kwa maana ikiwa mtu huyu anakuwa mchafu, anakuwa mbaya, nafsi yake anakuwa ni mbaya, basi tatizo hili aangalie nafsi yake, kuna sehemu ina shida, aiweke sawa. Kwa nini nimeyazungumza haya? Nimezungumza haya kwa mambo mbalimbali ambayo yanajiri katika jamii zetu. Katika jamii zetu yanajiri mambo ambayo ukifuatilia vyombo vya habari utasikia mara kuna mtu fulani amempiga panga fulani, mara huyu ameua. Wapo watu wengine wanadiriki kuua watu wadogo, wanaua mpaka mtu anafikia stage ya kusema kwamba aende kuitoa nafsi ya mtu kwa ajili ya maslahi yake ya kidunia au kwa ajili ya ushirikina alioagizwa. Hivi mtu huyu moyo wake kweli uko vipi? Mtu huyu maana yake mtu huyu moyo wake sio safi, moyo wake mtu huyu una uchafu, moyo wake mtu huyu umebeba maovu makubwa. Na kwa nini anayo hayo yote? Kwa sababu wafuati ule utaratibu ambao ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala tuishi nao. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayuhan nas, katika sura al-Baqara Allah anasema, ya ayuhan nas, enyi watu, waabudu rabbakum alladhi khalaqakum, muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na pia amewaumba wale ambao walikuwa kabla yenu. Mumwabudu mola wenu, mkimwabudu itakuwaje? La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa maana fuateni tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fuateni utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye Mwenyezi Mungu amekuumbeni, mmeumbwa. Kwa hiyo msiangalie kama kuna aliyetuumba tumwabudu, tumtakasie ibada, tuache asiyofaa. Mwenyezi Mungu ambaye amekuumbeni nyinyi na amewaumba watu wa zamani ambao wamepita, mkifanya hivyo, mkimwabudu, mkimtakasia ibada, mkiacha ushirikina, mkiacha mambo yasiyofaa, mkamfuata Mola wenu ambaye amekuumbeni na wale ambao wamepita kabla yenu, la'allakum tattaqun, mtaupata ucha Mungu, mtaishi katika namna nzuri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anairidhia na anaipenda. Kwa nini watu wanakwenda kuuana? Ukifuatilia katika vyombo vya habari utakuta kuna wengine anamuua mtu, anakwenda na anamfukia, anamuua mtu kwa sababu tu ya maslahi ya kidunia. Nini? Mtu huyu akufuata utaratibu huu ambao Mwenyezi Mungu anausema, ya ayuhan nas, enyi watu. Tena katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanasema khitabu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaita watu wote, anawaita watu wa aina zote, anawaita watu wa imani zote waende katika utaratibu wa ibada. Ya ayuhan nas, enyi watu, muwe Wayahudi, muwe Waarabu, muwe Waswahili, muwe yende mtakavyokuwa, muda kuwa wewe ni mtu, khitabu hii na kuhusu. Ya ayuhan nasu, enyi watu, waabudu rabbakum, mwabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi. Ukijua kwamba wewe umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujue kwamba unapaswa uende katika utaratibu ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautaka, ili uwe ni mcha Mungu, ili uweze kuishi vizuri na jamii yako, usiingie tamaa. Leo kesho unamwona mwenzako amemiliki kitu cha thamani, basi akili yako yote kwamba kitu hiki nikichukua nikiuze niende kupata pesa, nitakichukua vipi? Basi unakwenda kumdhuru ule mtu. Matokeo yake unapata dhambi ya kuiua nafsi, lakini pia unapata dhambi ya kuchukua mali ambayo sio yako. Yote haya madhambi, yote hii laana unaibeba hii. Hata kama ndio umefanikiwa, sasa umechukua hiyo mali, umeamua mwenzako au kujulikana, maana matukio ambayo tunasikia ni watu ambao wamekamatwa. Kuna wengine hawajulikani, hawakamatwi, kwa maana utokea tu kwamba ikafanya
mauaji, ikawa kujulikana, ikawa ile taarifa inafuatiliwa lakini kujulikana, lakini yeye akajiona kwamba amefaulu, amechukua mali za mtu, amepoteza uhai wa mtu, anakwenda kuanzisha sasa maisha yake, anakwenda kuendeleza sehemu yake kwa kutumia jasho ambalo mwenyewe amemuua. Hivi kweli wewe unategemea kwamba uende kupata baraka kwenye mali hiyo? Ni baraka ya namna gani ambayo unakwenda kuipata wewe? Huwezi kuipata baraka katika utaratibu huo. Utaratibu huo sio utaratibu ambao tumewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala.